Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa TRA, kaimu meneja Restuta Masenge amesema watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanahitaji zaidi kuguswa kwa upendo na kuthaminiwa ili wajisikie kuwa ni sehemu ya jamii. Tumekuja leo kuwaona watoto wetu ambao wako katika mazingira magumu. Basi tumekuja ili kushiriki nao kwa chakula kidogo ambacho tumebarikiwa. Unajua watoto nao ni watoto, wanatakiwa kujisikia kwamba ni watoto ambao wanathaminiwa. Basi kwa upendo tu kwa kuwathamini watoto hawa, tunajua ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Basi tumeguswa kama watoto wetu. Kila mtu anaweza kuipitia katika changamoto wanayopitia watoto hawa. Basi kwa upendo tu tumeguswa kuja kuwaona ili nao waweze kushiriki katika sikukuu inayokuja. Jamii inapaswa kuguswa kwa jambo hili kwa sababu hawa watoto hawakupenda. Inatokea ni Mwenyezi Mungu ameweza aidha kuwachukua watoto hawa au kwa namna moja au nyingine labda wametelekezwa. Lakini jamii inapaswa kuguswa kwa ajili ya kuwahudumia watoto hawa. Kwa upande wao, walezi wa watoto hao wametoa shukrani kwa msaada alioupata, wakieleza kuwa licha ya msaada huo bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa chakula, madaftari pamoja na sare za shule. Walezi hao akiwemo Neema Peter na Gwantwa Edson wameiomba jamii kuendelea kuwasaidia na kuwashika mkono watoto hao ili waweze kuishi katika mazingira bora na yenye matumaini. Changamoto ambazo wanazipitia hapa ni upande wa chakula, upande wa vifaa vya shuleni ndio vinavyopitia mara kwa mara. Daftari, sare na chakula, maana mashuleni wanakosoma huwa tunachangia vyakula, kuna mahindi, kuna maharage, kuna mchele, ndio changamoto iliyoko. Tusaidie, isiangalie upande mmoja, angalie na watoto pia ambao tunawalea kwenye vituo hivi ambavyo ni vya kulelea watoto. Hapa kwa kweli kituo chetu kimefurahi sana, na huwa hawa mliowakuta hapa nao hata mliotukuta tumefurahi sana kupata huduma zenu ambazo mmetupa hapa. Hata ambao huwa hamguswi na hili swala, hebu Mungu awatokee mguswe na hili swala la kuja kuwaona watoto yatima katika hiki kituo cha Amani cha Msalaga, kwa sababu unapofanya kitu kama hiki hatujui sisi duniani tutaondoka lini, lakini familia zetu zitabaki, watoto wetu watabaki. Hivyo mimi natoa wito kwamba ni vema kutembelea hivi vituo na kuwaona hawa watoto. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.